Tumebakia mechi 2 kumaliza msimu wa NBC Premier League. Labda kwenu kama wachezaji, kile mlichokipanga, malengo ya timu kuanzia mwanzo wa msimu mpaka sasa msimu unaenda kuisha, je, kwa asilimia ngapi mmekifikia kama wachezaji? Kwa kile kilichotupanga kama tangu msimu unaanza hadi sasa hivi kidogo malengo tunafikia, lakini bado hatujafika. Tupo kama 80% hivi. Kwa tutaendelea kupambana hadi pale tunapotaka sisi kufika. Sawa, inshallah. Yes, pengine Peter, unazungumziaje msimu wa 2024 msimu wa 2025 kwako binafsi kama mchezaji wa Dodoma Jiji, na ligi umeiona ni ya namna gani? Kwangu binafsi msimu ulikuwa mzuri. Msimu ulikuwa mzuri kutokana na nimefanya vizuri. Hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa ligi ilikuwa ngumu, tunajitahidi kupambana hadi tulipofika. Yes. Namzungumziaje mwalimu Meg Maxime, ndio mwaka wa kwanza anafundisha kikosi cha Dodoma Jiji. Inawezekana ndio mwaka wa kwanza anakufundisha wewe. Pengine kwako ni mwalimu wa namna gani? Ni mwalimu mzuri, anaweza kunipa nafasi, na mshukuru. Ni jambo zuri kwangu na wana Dodoma pia wote kwa kuwa naye hadi msimu unaisha. Jambo zuri. Tuzungumzie mchezo wa Singida Black Stars. Mechi ya ugenini mliweza kupoteza, lakini mna mechi ya nyumbani hapa Jumatano. Pengine watu wa Dodoma wategemea nini mechi ya Jumatano licha ya mechi ya kwanza kisha kupoteza? Na mimi itakuwa mechi ya kisasi, mechi nzuri. Tutapambana ndio tutakontita. Hapo wachezaji mmekuwa na tabia ya ama timu kila mwishoni mwa msimu. Kama tunakutana mkataba mwaka mmoja, lakini anaamua kubadilisha mazingira na vunja nenda timu nyingine. Labda tutarajia au na Dodoma tarajia kukuona kwa msimu ujao kuendelea kwa Dodoma Jiji, au una mpango wa kwenda sehemu nyingine? Kama upo, ni timu gani ambayo unatamani kuitumikia kwa msimu wa 25-26? Nafikiri kwa sasa hivi bado sijaamua, na fikiri labda kimeshamaliza ligi kila kitu kitakuwa wazi. Mustakabali wa mkataba wako lakini uko jadi? Namaliza msimu. Namaliza msimu na kwa mchezaji huru. Peter, nadhani kuna vikombe vingi ambavyo mlikuwa mnagombania ikiwemo NBC Premier League, CRDB mkaondoshwa. Labda kwa msimu ujao unadhani kuiwakilisha nchi kimataifa kama Dodoma Jiji kama wachezaji, labda ni ndoto yenu siku moja hiyo itimie kuja kuiwakilisha nchi kimataifa? Nafikiri hiyo ni ndoto ya karibu kila klabu kushiriki mashindano ya kimataifa. Msimu huu ulikuwa tufike 5 bora, sasa hivi tupo nafasi ya 6 kama sikose. Tutapambana hapo tulipo, japokuwa ndio malengo yalikuwa klabu hii tufike nafasi ya 6 za juu. Tunamshukuru Mungu tuko hapo, tutaendelea kupambana. Tegemea mwakani Dodoma Jiji pia wakishiriki shirikisho kimataifa zaidi inshallah. Poni klabu ngapi mpaka sasa hivi zimepiga simu au zimeonana na uongozi wako kuhitaji huduma yako? Hilo kwa uongozi wangu mimi alinihusu bado. Tugusie hata moja tu, hata moja tu. Labda bwana, kuna zipo 2, 3 ambazo zinahitaji bwana safari unakuja huko. Mabaki una mashabiki wako wanataka wajue Peter anaenda wapi. Nafikiri kwa option ya kwanza ilikuwa bado ipo hapa. Kwa hiyo hapa bado mkataba upo. Ligi kisha nitajua nitabaki au itakuwaje. Lakini nasikia kwa Zandani zaidi Pamba alikufuata. Je, lina ukweli hili? Pamba alitupa jina lako. Niko. Tupa ndoano. Kubali tu kama ligi kisha kila kitu kitakuwa wazi. Lakini option ya kwanza ni ubaki nyumbani hapa, si ndio? Inshallah. Mazungumzo yashaanza kuendelea. Yanaendelea. Shukrani. Meneja, habari yako? Habari nzuri, karibuni sana. Asante. Pengine unaweza kuzungumzia msimu ulikuwa ni wa namna gani kwako kama kit manager wa Dodoma Jiji? Msimu kwangu kama kit manager wa Dodoma Jiji, msimu ulikuwa mgumu. Changamoto nyingi zilikuwepo, mechi zote zilikuwa ngumu kwa sisi kama watunza vifaa Dodoma Jiji. Kila tukienda katika viwanja vya watu, kama hujawa makini utapoteza mipira, utapoteza koni. Kuna baadhi ya viwanja ambavyo kwa tabia kama hiyo hapo, inabidi uwe makini. Kwa hiyo msimu kwangu ulikuwa mgumu, nilikuwa nipo macho zaidi. Pengine unazingatia kitu gani kwenye kutunza vifaa? Tunaona baadhi ya vilabu kuna tetesi ambazo zinaelezwa unaweza ukaacha mipira 20 mchezaji akapita nao, pengine anaenda kuuza. Kama wewe kit manager labda alikuwa inakutia vigumu kiasi gani unapokusanya mipira unahakikisha kwamba yote inaenda kwa wasani na kuwa kamilifu? Kwanza wachezaji wangu tabia hiyo ya kuchukua mipira wana baadhi ya kit manager katika vilabu vingine kwa tabia. Kwa kuwa mimi nilikuwa na vilinda, nilikuwa nipo macho, sky mbali na vifaa vyangu. Kila mpira ukipigwa kutoka nje na madokta
tulikuwa tunasaidiana kwa ujumla, benchi zima la ufundi tulikuwa tunazunguka uwanja. Unamzungumziaje mwalimu Meck Maxime, ndo kocha ambaye ameingia ndani ya kikosi cha Dodoma Jiji mwaka wa kwanza, na wewe kama kit manager umedumu kwa muda mrefu, pengine Meck Maxime alikuwa ni mwalimu wa namna gani? Ni mwalimu wa pekee kama mzazi. Sawa, ukikosea na kurekebisha. Pia katika walimu wote waliopita mwalimu Meck mpaka msimu unaendelea kuisha, timu haijawa na pressure. Walimu wote walikuwa kama mechi ya 5 imebaki kama mechi 5 au mechi 6, timu ilikuwa na pressure. Tunakuwa na wasiwasi kama kushuka daraja. Alikuwa mwalimu mapema. Sasa hivi timu yetu haina pressure, haina yote. Hata tukipoteza zote, sasa tushuke au tucheze playoff. Labda mtunza